Mpendwa wangu, ninakushukuru kwa sababu ya wakati wote ambao umekuwa pamoja nami ukinitazama na kunisikiliza. Mimi huwa nasema nahubiri tu injili changa, lakini hii injili changa ambayo ninakuhubiria mpendwa, isikilize kwa makini na kuifuatilize, na itakutoa mahali pazuri. Mungu akupe neema ya kutosha, kwa sababu ninajua ya kwamba wanadamu wengi tunapitia kwenye mateso, tunapitia kwenye mashaka. Na katika kitabu hichi ambacho tunakisoma wakati huu ni kitabu cha wimbo wa Daudi, ni Zaburi. Na huenda ikawa katika wimbo huu wewe unaupitia, katika shida hizi ambazo utazisoma hapa zinakupitia. Lakini nimesema mwaka huu wa 2026 watu wangu na wateja wangu na nitazama, ninawaombea na nitakuombea. Hautabaki vile ulivyo kwa sababu ya bidii yako ya mara kwa mara. Umesubscribe pako na nitazama, ninakuhakikishia kwamba hutabaki vile ulivyo. Mimi nashukuru maana unanifuatiliza, na kwa sababu ujue ya kwamba ni kweli Mungu aliniita, utaanza kuona mambo yako yanabadilika. Maana sasa mwaka huu nitakuombea, nitaombea washirika wangu nyote mnaonitazama ulimwengu wote, na Bwana atawabariki. Mwaka jana siku nalifanya hili, lakini Bwana kaninenea akasema, karama yako niliyokupatia anza kufungua watu wanaokufuatiliza, walio karibu na walio mbali pia. Na Mungu amenituma, Mungu ameniagiza sifanye jambo la kuigiza mwingine, wala nawe pia usifanye jambo la kuigiza mwingine. Kujulikana na ulimwengu, hakuna haja ya kuingia kwenye mtandao, hakuna haja kuingia kwenye TV. Mafuta ya Mungu ulio nayo ndani yako, mtumishi wa Mungu, inatosha wewe ujulikane na ulimwengu wote. Kwa hivyo nataka nikwambie mtazamaji wangu, hutakuwa vile ulivyo. Wacha tuangalie hii Zaburi ya Daudi. Kama mambo haya yanakufuata, nasema leo ni mwisho wako, ni mwisho wa kuteseka, maana ninaitumia karama iliyokuu. Wacha tusome kitabu hichi cha Zaburi, na mimi ni hapa 13 hapo mstari wa kwanza, wa pili peke yake, kinasema namna hii: Bwana, hata lini utanisahau hata milele? Hata lini utanificha uso wako? Hata lini adui yangu atukuke juu yangu? Bwana akubariki. Huenda ikawa hilo ni tamko lako katika moyoni mwako, maana kuna mambo uliyotafuta, kuna mambo ambayo umetangatanga, iwe ni wewe ama iwe ni mtu wako ama iwe ni mwanao ama iwe ni mumeo ama ni mke wako. Umechoka, moyo umechoka. Naona kwamba moyo umechoka. Nataka uondoke hapo, maana ninakuombea sasa. Haya ni maneno ya mtu aliyekuwa amefika mwisho, ametangatanga, wokovu yuko nao, ameenda huku na kule. Si kwamba amedanganywa, ameenda huku na kule, lakini hajapata jibu. Sasa anajiuliza hapa, hata lini adui yangu atukuke juu yangu? Maana mahadui zake walikuwa wanasema, yuko wapi Mungu wake? Mbona anaenda huku na huku? Na hata kama angetufuata sisi tukampeleka kule kwa mganga. Yani unasikia masononeko, unasikia mateso, maana unajiuliza sasa, mpaka lini? Ninasema Roho wa Bwana ananituma kwamba nikuombee mwaka huu. Wewe uliyefika hapo kuanzia sahihi, nataka nikuombee sasa mwaka huu wa 2026. Wakati huu ambao unatazama hiyo runinga yako, unatazama hiyo simu yako, ndio mwisho wa mateso yako. Na kuombea Baba wa rehema, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, na kushukuru Bwana kwa sababu ya mtu ambaye sahihi anaimba nyimbo ya kusema hata lini. Hii hata lini Bwana? Huyu alisema hata lini nitateseka mpaka milele, nitahuzunika Bwana, watesi wangu wataninukia mpaka lini? Bwana, nalituma neno lako Baba, nalituma neno lako Mungu, nalituma neno lako kwa mtu yule aliyeinua mkono, anayenitazama sasa. Ninamfungulisha ili nyimbo hii ya huzuni ikang'oke ndani ya maisha yake. Hii nyimbo ya huzuni ninaing'oa ndani ya mtu yule. Kuna yule mama anasema hata lini mwanangu? Kuna yule baba anasema hata lini shida hii? Kuna yule kijana anasema baba, nitafanya nini Mungu wangu? Anasema hata lini? Kwani shida itakuwa milele? Baba, unawaona hawa wote, na wewe ulinipa karama Bwana, ukasema niitumie yule anayenitazama, yule
anayenisikia, ninamng'oa kwenye kilio hicho, ninamng'oa kwenye mateso hayo, ninamuondoa kwenye mateso hayo, nami namtoa yule mama, namtoa yule kijana, namtoa yule binti, na kutoa wewe uliye hakika unasema hata lini? Mwisho hakika ni leo. Ninawafungulisha, ninawanenea mema katika jina la Yesu Mungu hai. Baba, ninakushukuru maana unaenda kuwaponya, unawafungulia Baba mapato yao, unawaregeshea ndoa zao, unawaponyeshea watoto walio walemavu Bwana, unawaregeshea wale watu baraka zao. Aliye mjamzito sasa ajifungua salama, yule aliyepeanwa na mabudu shetani anatoka huko, yule aliyekuwa ni akatwe kwa wachawi anapona katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa umewatendea hivyo, kwa jina la Baba na la Mwana Roho aishie. Nami nimeomba na kuamini, uso wa Bwana sasa utaanza kukuangazia. Bwana akubariki unapotenda hivyo, na moyo wako usiwe na shaka wala na woga. Nataka tuachane wakati huu ili ukapate kuweza kusikiliza wakati mwingine kila siku. Usiache subscribe ili upate neno kila siku na kila wiki na kila wakati, ili utoke katika kwenye hizo sehemu za giza. Hizo namba ambazo unaziona mahali hapo ni za kuwa unitumie ujumbe mfupi, hata usiposema jina lako. Tuma tu jina lako, niko hapa sehemu fulani, lakini mchungaji, ninaumwa na hili na hili, ndoa yangu, mume wangu, ama magonjwa sugu, nina ukimwi, nina hivi. Usipime chochote kile, nitumie mimi. Bwana alivyonibariki atakufungua mpendwa. Na kama wewe hujaokoka na unatamani wokovu na umeshika simu yako katika kwenye mkono wako, hebu regelea maneno haya. Sema: Mungu Baba, ninakushukuru, mimi ni mwenye dhambi, lakini siku ya leo naja kwako. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Asante Bwana kwa kunipokea. Tangu leo mimi ni mwanao, nitapochukua wengine usiniache. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini na hata kuokoka. Amen. Umeokoka? Chukua imani, enda kanisa liko karibu na wewe. Namba za simu ziko hapo, nipigie uniambie nimeokoka kupitia kwa hiyo runinga, kupitia kwa hiyo simu. Hebu pastor niombee, nitakuombea na Bwana atakubariki. Amani pamoja nawe na neno la Mungu li hai. Tutane tena wakati mwingine na Bwana akubariki.